Ninawasalimu wote. Ni matumaini kuwa ninyi nyote hamjambo. Ninayo furaha kuwakaribisha kusikiliza kanda nyingine na kitabu kingine pia. Chukueni kitabu cha rangi ya buluu, kitabu cha 6. Tutajifunza mambo mengi yanayomhusu Mungu. Kanda hii na kitabu hiki vimetayarishwa na Language Recordings International. Na ukiwa na maswali zaidi ya kiroho, utuandikie nasi tutakuwa tayari kukujibu. Kama mlikuwa mkisikiliza kanda zingine, mtakuwa mmejifunza mengi kuhusu wana wa Israeli. Mungu alikuwa amewaahidi kwamba atawatumia Masihi ambaye atawaokoa katika dhambi zao. Walisubiri kwa miaka mingi, ndipo Yesu Kristo alipozaliwa na Bikira Mariamu, na akakaa hapa duniani kwa miaka 33. Yesu alitembea sehemu nyingi akifundisha habari za ufalme wa Mungu. Akawachagua wanafunzi wake 12. Ilimchukua muda mwingi akiwafundisha. Hebu sikiliza baadhi ya mafundisho yake. Kama una Biblia, unaweza kufungua katika Injili ya Mathayo sura ya 5. Moja inasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Picha ya pili. Katika picha hii mnaona nyumba mbili. Yesu alizungumzia kuhusu mtu mwenye akili. Mtu huyu alijijengea nyumba kwenye mwamba. Ilimchukua muda mrefu na kazi ngumu, lakini nyumba ilikuwa na msingi imara. Baada ya kumaliza kujenga, mvua kali iliyoambatana na upepo mkali ikanyesha hata kukawa na mafuriko. Unadhani kulitokea nini? Hii nyumba ilisimama imara. Ndiyo, ilisimama. Halafu akazungumzia kuhusu mtu mpumbavu. Mtu huyu alikuwa na haraka ya kujenga nyumba yake. Hakujali msingi wa nyumba yake, maana alijenga kwenye udongo laini. Halafu kukatokea mvua, ikanyesha na upepo mkali ukavuma, kukawa na mafuriko. Unadhani kulitokea nini? Hii nyumba ilisimama imara? Hapana, ilianguka kwa sababu haikuwa na msingi imara. Yesu Kristo alikuwa akifundisha nini hapa? Alikuwa akisema kwamba watu wanaomwamini na kufuata mafundisho yake ni sawa na yule mtu aliyekuwa na akili. Alichukua muda mrefu na kazi ngumu na akaweka msingi ulio imara. Mtu yule mpumbavu alikuwa na haraka, hakujali nyumba yake ilikuwa na msingi gani. Ndugu zangu, maisha yako kwenye msingi gani? Umeyajenga katika Yesu Kristo aliye msingi imara, au ni kwenye vitu vya dunia hii? Wakati unapopata shida, huwa imani yako bado iko kwa Mungu, au huanguka kama nyumba ya yule mtu mpumbavu? Ni haki kwamba tusipojenga maisha yetu katika Yesu Kristo, hatuwezi kusimama katika vita vya Shetani. Labda utauliza, je, nitajengaje maisha yangu katika Yesu? Kwanza, ni lazima utambue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Sisi sote tumezaliwa na dhambi, na wenye dhambi hawataingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ni kwa damu ya Yesu peke yake ambapo tunapata msamaha kamili wa dhambi zetu. Yesu alipokufa msalabani, alimwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu wote.
Ilobaki kwetu ni kumjia na kutubu dhambi zetu na kumfuata yeye siku zote za maisha yetu. Picha ya 3. Unaona nini katika picha hii? Watu watatu na mishumaa. Munapenda kukaa gizani? Hapana, najua hampendi. Mambo mengi hutendeka katika giza. Watu huiba, huua, na wengine kuwaumiza watu wengine, na mengine mengi mabaya hutendeka katika giza. Yesu alipokuja duniani alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakaa gizani tena, bali atakuwa na nuru ya uzima. Maneno haya yameandikwa katika Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Kama uko katika chumba chako chenye giza na ukaletewa taa, utasikia vizuri. Ndivyo ilivyo tukimwomba Yesu aje katika maisha yetu na atusamehe dhambi zetu, ndipo yeye hutujaza na nuru yake. Hatuwezi kujisikia wenye dhambi kwa sababu Yesu amekwisha kutusamehe dhambi zetu. Tunaweza kulielewa neno la Mungu kwa sababu linatufundisha hivyo. Ndiyo maana Yesu akasema, sisi ni nuru ya ulimwengu. Kama sisi ni nuru ya ulimwengu, tutafanya nini? Yesu anasema, hakuna atakayewasha taa halafu akaifunika na kikapu. Badala yake ataiweka juu ili itoe mwangaza chumbani. Na hivyo kwetu, tukiwa na nuru ya Mungu katika maisha yetu, lazima tuangaze kwenye matendo yetu ili wote wamsifu Baba yetu aliye mbinguni. Ndugu zangu, mulisikia sehemu ya mwisho ya sura hii? Lazima tuangaze nuru yetu ili wote waone na kumsifu Mungu aliye mbinguni, sio kukusifu wewe. Mnaona huyu mtu mpumbavu anayejaribu kuficha mshumaa wake na kuufunika na kikapu? Lakini mwenzake ameweka juu ili wengine wafaidike kutokana na mwangaza wake. Je, watu wanafaidika kutokana na mwangaza wa Mungu katika maisha yako? Wao huona nuru ya Yesu Kristo katika maisha yako? Picha ya 4. Mnaweza kuona askari wa Kirumi katika picha hii. Warumi walikuwa taifa kubwa na waliwatawala wana wa Israeli wakati wa Yesu Kristo hapa duniani. Waliwatesa wana wa Israeli hata wakati mmoja wa Israeli walitaka kupigana nao vita. Lakini Yesu akawafundisha wafuasi wake kwamba msimlipize ubaya kwa yeyote anayewakosea. Yeyote akikupiga kwenye shavu la kulia, mpe na la kushoto pia. Yeyote akikupeleka mahakamani kwa sababu ya shati, mpe na koti pia. Kama askari akikulazimisha kubeba mzigo wake kilomita 1, beba kilomita 2. Yesu alikuwa akifundisha mambo yasiyokuwa ya kawaida, maana alijua kulipiza ubaya ni kuzaa ubaya mwingi. Alitaka wafuasi wake kutenda mema hata kwa wale waliokuwa wakiwakosea. Kumbuka Yesu alisema, wapendeni adui zenu na kuwaombea wanaowatesa. Kwa kufanya hivyo tutakuwa wana wa Mungu kamili. Mnakumbuka katika picha ya kwanza Yesu alisema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kusema kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Kwa nini Yesu anatuambia tufurahi? Kwa sababu zawadi yetu ni kubwa mbinguni. Labda utaniuliza kwamba, mwalimu, hii ni rahisi kwako kusema kwa sababu huna jirani kama wangu. Jirani wangu ni mbaya sana, siwezi kumpenda na kuendelea kumfanyia mema. Ndugu yangu, nitajibu hivi: tukijaribu kuwapenda watu kwa nguvu zetu,
hatutaweza, bali tukimwamini Yesu Kristo na kumfuata yeye, atatupa uwezo na nguvu za kuwapenda na kuwatendea mema wale wote wanaotukosea. Picha ya 5. Jambo lingine ambalo Yesu alitaka kuwafundisha wafuasi wake ni juu ya maombi. Mara nyingi hatuwezi kuomba vizuri kwa sababu hatujui namna ya kuomba. Lakini kuomba ni kama kusema na Mungu. Yesu alisema, mnapoomba msiwe kama wanafiki wanaosimama kanisani au barabarani ili kujionyesha kwa watu. Hao wamekwisha pokea zawadi yao. Bali mnapoomba, nendeni chumbani, mfunge mlango na uombe kwa Baba yako asiyeonekana, na Baba yenu anayejua yote atawatimizia. Pia mnapoomba, msitumie maneno mengi yasiyokuwa na maana kama wafanyavyo wanafiki, wakidhani kuwa miungu yao itawasikia. Angalia picha, mtaona mtu anayeonekana akiomba mahali penye watu wengi. Mnadhani Mungu anapendezwa na maombi ya namna hii? Hapana. Watu kama hawa hawaombi kwa Mungu, bali hujifanya waonekane wao ni watakatifu. Yesu alisema tusiombe hivyo, lakini hii haina maana kwamba tusiombe na Wakristo wenzetu. Ni vizuri kuombeana. Tunapoomba, kwanza tutubu dhambi zetu na kumsifu Mungu kwa baraka zote anazotupatia. Tusiwe wachoyo wa kujiombea tu mambo yanayotufaidi sisi, bali tuombe mapenzi yake yatimizwe katika maisha yetu. Ebu na tuzime mtambo, tuombe na kumsifu Mungu. Baadaye tutaendelea tena kusikiliza. Picha ya 6. Mara nyingi Yesu alitumia mifano yenye mafundisho kufundisha watu. Mfano wa kwanza ulikuwa mtu na mtumishi wake walioenda kupanda mbegu nzuri shambani. Usiku mmoja, wakati kila mtu alikuwa amelala, adui akaja na kupanda magugu katika ngano. Wakati mbegu zilipoanza kuota, na magugu yakaanza kuota pia. Watumishi wake walipoona, wakamwendea bwana wao na kulalamika kwamba hawajui mbegu mbaya zilitoka wapi. Bwana akasema ni adui aliyefanya hivyo. Wakataka kung'oa yale magugu, lakini akawaambia waking'oa sasa wanaweza kung'oa na mbegu safi. Akawashauri waache mpaka wakati wa kuvuna, ndipo watachagua mavuno safi na kukusanya yale magugu pamoja na kuyachoma motoni. Yesu alikuwa anafundisha nini hapa? Alikuwa anafundisha kwamba yeye ndiye anayepanda mbegu. Shamba ni ulimwengu wote. Mimea mizuri ni watu waliokubali mafundisho yake na wanaomtegemea Mungu. Na adui wetu anayepanda mbegu mbaya ni Shetani. Magugu ni wote wanaomfuata Shetani. Wakati wa mavuno ni mwisho wa dunia hii, na watumishi wa Bwana ni malaika wake Mungu. Magugu yatakusanywa na kuchomwa mwisho wa dunia hii. Atatuma malaika wake kumaliza uovu wote na kuondoa wote wasio wafuasi wa Mungu. Watu wabaya wote watatupwa katika ziwa la moto, lakini wote walio wafuasi wa Mungu wataishi naye mbinguni. Ndugu zangu, ninyi ni mbegu gani? Mwisho wa dunia hii mtakuwa magugu yatakayong'olewa na kuchomwa katika ziwa la moto, au wewe ni mmea mzuri ambao utavunwa na kupelekwa mbinguni? Picha ya 7. Yesu aliwapenda sana watoto. Siku moja akina mama walipeleka watoto wao kwa Yesu ili awaombee na kuwabariki. Wanafunzi wake walijaribu kuwakataza wasimsumbue Yesu, lakini Bwana Yesu aliwaambia, wacheni watoto waje kwangu. Kama yeyote anataka kuwa mfuasi wa Mungu, lazima awe kama mtoto mdogo. Wawe wapole na wamwamini Mungu. Wakati mwingine wanafunzi wake walimuuliza, ni nani atakayekuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni?
Yesu Kristo akamchukua mtoto mdogo, akamweka katikati yao, ndipo akasema, kwa yeyote kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima abadilishe nia yake na kuwa kama mtoto mdogo. Msidhani kuwa ninyi ni watu wazima, kwa hivyo mtakuwa na cheo katika ufalme wa Mungu. Ni lazima kujiona kwamba ni wadogo machoni pa Mungu na kuendelea katika maisha ya upole. Msijione kuwa watu mashuhuri, bali mzidi kuwa wapole na wakumtegemea Mungu. Hapo mtakuwa na cheo katika ufalme wa Mungu. Mnajua jinsi watoto wadogo wanavyowatii na kuwaamini wazazi wao. Hivyo nasi tuwe na imani kwa Mungu katika kila jambo. Lakini tukiwa na mashaka juu ya neno la Mungu, hatutakubaliwa na pia hatutaweza kuyaelewa mafundisho yake. Yesu aliwapenda watoto na akatushauri tuwapende pia na kuwaongoza katika neno la Mungu. Tusipofanya hivyo, ni wazi kwamba Bwana Mungu atatuadhibu kwa makosa hayo. Picha ya 8. Zamani kulikuwa na mchunga kondoo. Alikuwa na kondoo 100. Mmoja akapotea. Mnadhani mchungaji huyo alifanya nini? Aliwaacha wale kondoo 99 mahali penye usalama na kwenda kumtafuta yule mmoja aliyekuwa amepotea. Katika picha hii mnaweza kuona mchungaji amempata yule kondoo na anamrudisha salama. Alipompata alifurahi sana kwa ajili ya huyo kondoo mmoja kuliko wale 99 ambao hawakupotea. Alimchukua nyumbani na kuwaalika rafiki na jirani zake wote, wakasherehekea pamoja. Tunaweza kujifunza nini katika mfano huu? Mchungaji ni nani? Ni Yesu Kristo. Na kondoo aliyepotea ni nani? Ni wale wasio wafuasi wake, wamemfuata shetani na kupotea. Mungu anatuambia katika neno lake kwamba kuna furaha mbinguni juu ya mtu mmoja mwenye dhambi anapotubu kuliko watu 99 ambao hawana haja ya kutubu. Tunasoma hivi katika Luka 15 na mstari wa 7. Ndugu zangu, bado kuna kondoo wengi sana waliopotea katika dunia hii. Labda ni rafiki yako ama jamaa yako. Endelea kuwaombea ili nao wamjue Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yao. Picha ya 9. Zamani kulikuwa na mfalme aliyekagua malipo ya watumishi wake. Akamwita mmoja aliyekuwa na pesa zake nyingi na hakuweza kumlipa. Mfalme akaamuru auzwe kama mtumwa, yeye na mke wake na watoto wake pamoja na mali yake yote aliyokuwa nayo. Yule mtumishi akaanguka chini na kupiga magoti, akamwomba angojee atamlipa kila kitu. Mfalme yule akamwonea huruma sana na akamsamehe kila kitu. Yule mtumishi wake akawa huru. Yule mtumishi akaenda. Huko njiani alikutana na mmoja wa rafiki zake aliyemdai pesa zake. Yule mtumishi akamshika koo na kusema kwa ukali, nilipe pesa zangu zote. Yule rafiki yake akamwomba ampe muda wa kutafuta pesa zake, lakini yule mtumishi wa mfalme hakujali na akampeleka jela hadi atakapolipa pesa zake zote. Watu wengine walipoona yaliyotokea, wakaenda kwa mfalme na kumwambia. Mfalme akakasirika sana, akawatuma watumishi wake wengine wamlete yule mwenzao aliyefanya hivyo. Mfalme akamwambia, wewe mtu asiye na huruma kabisa, nilikusamehe deni lako lote, na wewe hukuweza kumsamehe rafiki yako. Kwa hivyo utafungwa jela mpaka utakapomaliza deni lako lote.
Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Baba Mungu anataka hivyo kutoka kwetu. Tuwasamehe ndugu zetu kwa kweli katika roho zetu. Petro alimuuliza Yesu, kama ndugu yangu akinikosea mara ngapi nitamsamehe? Mara 7 nitaendelea kumsamehe? Hapana, siyo mara 7, bali 70 mara 7. Ndugu zangu, ni mara ngapi Mungu ametusamehe? Waweza kuhesabu? Hapana. Nasi pia inatupasa kuwasamehe ndugu zetu vivyo hivyo. Picha ya 10. Kuna wakati huwa mnakasirika kwa sababu hamjatendewa vyema na watu? Siku moja Yesu alitoa mfano huu. Mtu mmoja alitoka asubuhi sana kwenda kuwatafuta watu wa kufanya kazi shambani mwake. Akawapata, wakakubaliana kuhusu malipo na wakaanza kazi. Baada ya saa kidogo, yule mtu akaenda kuwatafuta wengine, akawaona watu wamesimama karibu na soko. Akawaambia waende shambani kwake kufanya kazi, naye atawalipa vizuri. Wakakubaliana na kwenda. Akafanya hivyo tena mchana na jioni, kama saa 11. Wakati ulipofika wa kulipa, alimuita meneja wake na kumwambia kwamba awalipe wote pesa sawa. Wale walioanza asubuhi walilalamika sana kwa sababu wamefanya kazi kwa masaa mengi sana kuliko wale walioanza saa 11. Yule mwenye shamba akasema, nimewalipa kiasi tulichokubaliana. Hamwezi kulalamika kuwa nimewadhulumu. Nina haki ya kufanya hivyo kwa sababu ni pesa zangu. Yesu alisema, wengi walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Mungu hutoa vitu vizuri kwa wote wanaompenda na kumtii, na kufanya hivyo kwa watu wote kulingana na mapenzi yake. Picha ya 11. Mtu aliuliza, Yesu atarudi lini? Hatujui saa wala siku, lakini twajua kwamba atarudi. Siku moja kulikuwa na wasichana 10 waliokwenda kumsubiri bwana arusi na bibi arusi ili waandamane wote kwenye karamu. Kwa sababu ilikuwa usiku, iliwabidi kubeba taa zao. 5 kati yao walichukua mafuta zaidi, lakini 5 hawakubeba mafuta zaidi. Hao wasichana wakangoja kwa muda mrefu sana, hata mwisho wakalala usingizi. Usiku wa 8 wakasikia mtu akiwaita kwamba, tokeni, bwana harusi amefika, tokeni twende kumlaki. Wale wasichana waliokwenda bila mafuta zaidi wakakuta taa zao zimezimika kabisa. Wakawaomba wale wenzao, lakini walikuwa wamechukua kiasi cha kuwatosha wao peke yao. Wakaenda kununua. Waliporudi walikuta kila mtu ameingia ndani ya nyumba. Kulikuwa na sherehe na mlango umefungwa. Wale wasichana wajinga waliporudi wakaanza kugonga mlango. Utufungulie! Hodi, utufungulie! Bwana arusi alisema, ninyi ni akina nani? Hamwezi kufunguliwa kwa sababu siwajui. Yesu alitufundisha kuwa ni lazima tuwe tayari kila wakati tukimngoja, kama wale wasichana waliokuwa na mafuta ya ziada, kwa sababu Yesu anaweza kurudi wakati wowote. Tusiwe kama wale wasichana wajinga tukidhani kwamba muda ungali mwingi. Tusome katika Injili ya Mathayo sura ya 24 na mstari wa 42. Unasema hivi: kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Picha ya 12. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwamba watumie vipawa vyao vizuri huku wakingojea kurudi kwake.
Halafu akawapa mfano huu. Zamani kulikuwa na tajiri mmoja, akajitayarisha kwenda safari ya mbali. Akawaita watumishi wake na kuwapa pesa kila mmoja kulingana na uwezo wake. Mmoja akampa 5,000, mwingine 2,000, na wa mwisho akampa 1,000. Halafu akaondoka. Yule mtumishi aliyepata 5,000 alizifanyia biashara na kupata faida ya 5,000, na yule wa pili pia alifanya biashara na kupata faida ya 2,000. Lakini yule wa tatu alienda akachimba shimo na kuzificha zile pesa. Baada ya muda fulani, yule bwana alirudi na kuwauliza walichofanyia zile pesa. Wa kwanza akampa zile pesa alizopata kama faida. Bwana akasema, "Vizuri sana, umekuwa mwaminifu kwa pesa ndogo, kwa hivyo nitakuweka mkuu kwa pesa nyingi." Wa pili akampa naye pesa zile alizopata kama faida. Bwana akasema kama vile alivyomwambia yule wa kwanza. Na yule wa tatu akaja na kumwelezea, "Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda kuzificha. Tazama, ninazo zilizo zako." Halafu akampa bwana wake 1,000 ambazo zilikuwa zake. Bwana akasema, "Wewe ni mtumishi mbaya." Akazichukua zile pesa na kumpa yule aliyekuwa na 10,000. Ndugu zangu, mnatumiaje vipawa vyenu mlivyopewa na Mungu? Au mnakaa tu mkidhani kuwa wewe ni maskini na huwezi kufanya chochote kutumia kipawa chako kwa kumtukuza Mungu? Picha ya 13. Marko alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Aliandika mafundisho mengi ya Yesu na tunaweza kuyasoma katika Biblia. Marko anaanza mafundisho yake kwa kumwelezea mtu mmoja anayeitwa Yohana Mbatizaji. Yohana alitumwa na Mungu kama nabii kwa wana wa Israeli. Yohana aliishi peke yake nyikani. Watu wengi walienda kwake kumsikiliza. Aliwaambia kuwa watubu dhambi zao, maana Masihi anakuja kwao. Wamfuate Mungu na kutenda mema machoni pake. Wengi waliamini na kubatizwa katika mto Yordani kama ishara ya toba yao. Yohana aliwaambia kwamba Masihi anakuja. Yeye ni mwenye uwezo zaidi yangu. Mimi nawabatiza katika maji, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Baada ya siku chache, Yesu alimwendea Yohana ili abatizwe. Yohana alifanya hivyo. Wakati Yesu alipokuwa akitoka majini, watu waliona Roho wa Mungu akishuka kwake kama mfano wa njiwa, na sauti ikatoka ikisema, "Huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye." Mtashangaa kwa nini Yesu alihitaji kubatizwa. Ni kwa sababu alitaka kuonyesha watu kwamba alikuwa tayari kuanza kazi ya Mungu. Yesu alikuwa anatuonyesha mfano kuwa tunapobatizwa ni ishara ya kumfuata Mungu na kutenda kazi yake. Picha ya 14. Baada ya Yesu kubatizwa, alienda Galilaya na kuhubiri. Alihubiri akisema, "Ufalme wa Mungu uko karibu. Tubuni na kumwamini Mungu." Alipokuwa akitembea kando kando ya ziwa la Galilaya, aliwaona ndugu wawili wakivua samaki. Wao walikuwa ni Petro na Andrea. Yesu akawaambia, "Njoni mnifuate, nami nitawafanya wavuvi wa watu." Hapo hapo wakaziacha nyavu zao wakamfuata Yesu.
Yesu aliwachagua wanafunzi 12 ambao waliishi naye, akiwafundisha mambo mengi kuhusu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, nafsi tatu, yani utatu wa Mungu. Aliwaambia kwamba yeye ni Mungu Mwana na kwamba atakufa msalabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Halafu baada ya siku 3 atafuka tena kutoka katika wafu. Alichukua muda mrefu kuwafundisha wanafunzi wake ili nao wawafundishe watu wengine. Yesu anataka tuwe wanafunzi wake kamili. Anawataka wote waliotubu na kumwamini Mungu wawafundishe wengine. Yesu alisema kama tukitaka kuwa wafuasi wake, lazima tujikane nafsi zetu, tuwaze jinsi ya kumfurahisha Mungu na kuwasaidia wengine ili wapate kumjua Mungu. Tuangalie katika Injili ya Marko sura ya 8 na mstari wa 34. Unasema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu akitaka kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu atazisalimisha. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Picha ya 15. Kulikuwa na mtu aliyeugua ugonjwa wa ukoma. Akamwendea Bwana Yesu, maana siku hizo hakukuwa na dawa ya kuponya ukoma. Akasema, Bwana Yesu, ukipenda waweza kuniponya. Bwana Yesu akasema, ndiyo, napenda. Mara moja yule mtu akapona. Yesu akamwambia asiseme kwa yeyote, bali akajionyeshe kwa makuhani na kutoa sadaka iliyoamriwa na Musa kama ushuhuda. Lakini yule mtu hakufanya hivyo. Badala yake alienda na kusema kwa kila mtu yote yaliyotokea. Yesu ana uwezo wa kufanya hayo yote kwa sababu yeye ni Mungu. Ndugu zangu, mna ukoma? Simaanishi kwamba ukoma. Nina maana ya kwamba ukoma ni kama dhambi. Ukoma ni ugonjwa unaoharibu mwili, na dhambi ni kama ugonjwa unaoharibu roho. Tusipopata dawa ya ukoma, utaharibu miili yetu, na vivyo hivyo tusipotubu, dhambi zetu zitaendelea kutuua kiroho. Mwisho tutakufa kabisa kiroho na kimwili. Warumi sura ya 6 na mstari wa 23 unasema, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Dhambi hututenganisha na Mungu. Wakati Yesu alipokufa msalabani, alitupatanisha na Mungu Baba. Je, umekwisha kubali hii karama ya Mungu katika maisha yako? Picha ya 16. Yesu alienda katika mji uitwao Kapernaumu. Watu waliposikia habari zake, walienda kwa wingi na kujaa katika hiyo nyumba, hata wengine walisimama nje. Kukaja watu 4 waliokuwa wamembeba rafiki yao ambaye alikuwa amepooza. Wakataka Yesu amponye, lakini hawakuweza kuingia ndani, maana hapakuwa na nafasi ya kupita. Wakaamua kupanda juu ya nyumba na kutoboa shimo kubwa ili wampitishe mgonjwa wao. Yesu alipoona imani yao, alimwambia yule mgonjwa kwamba, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Baadhi ya waandishi waliokuwa hapo wameketi wakafikiria, mbona huyu anasema hivyo? Anakufuru.
ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu? Yesu alijua mawazo ya mioyo yao, na akawaambia, lipi lililo rahisi, kumwambia mwenye kupooza kwamba umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, jitwike godoro lako uende? Nataka mjue kwamba Mwana wa Adamu anao uwezo wa kusamehe dhambi duniani. Halafu Yesu akamwambia yule mgonjwa, simama na uchukue godoro lako uende nyumbani. Yule mtu akasimama na kuondoka. Watu wote walistaajabu, wakamtukuza Mungu na kusema, kitu kama hiki hakijatokea tena. Ndugu zangu, Yesu ana uwezo wote mbinguni na duniani, kwa sababu yeye ni Mungu kweli kweli. Picha ya 17. Siku moja, wakati wa siku ya Sabato, Yesu akawa katika sinagogi, na kukawa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Wale Mafarisayo wakamtegea ili waone kama atamponya, halafu wamshtaki kwa kuvunja moja kati ya sheria zao. Yesu akamwambia yule mtu aliyekuwa na mkono uliopooza, simama. Akawauliza wale Mafarisayo, je, ni haki siku ya Sabato kutenda mema au mabaya, kuponya roho au kuiua? Kila mtu akanyamaza kimya. Yesu alipoona ugumu wa mioyo zao, akamwambia yule mtu aunyoshe mkono wake, na hapo mkono wake ukapona. Mafarisayo hawa wakakusanyika nje na kupanga jinsi watakavyomuua Yesu, maana hawakupendezwa na kitendo hicho. Mnafikiri nini kuhusu hawa Mafarisayo? Mnadhani walikuwa wakijali kumwona huyu mtu mwenye mkono uliopooza amepona? Hapana. Yote waliotaka ni kumuua Yesu. Hawakujali kwamba yule mtu alikuwa amepona. Ndugu zangu, yatupasa kuonyesha mapenzi na huruma kwa watu wengine. Wakati mwingine mawazo yetu huwa yamejaa mambo mengi, hata tunasahau kwa nini tunaenda kanisani. Tujihadhari tusifanye makosa kama haya. Picha ya 18. Yesu alikuwa akifundisha watu wengi kando kando ya ziwa la Galilaya. Ilipofika jioni, Bwana Yesu akawaambia wanafunzi wake waende upande mwingine wa ziwa. Yesu alikuwa amechoka sana baada ya kufundisha watu siku nzima. Wakati walipoingia katika chombo chao, akashikwa na usingizi akalala. Baada ya kuanza safari, upepo mkali pamoja na mawimbi yakaanza kuvuma, maji yakaanza kuingia katika chombo chao. Wale wanafunzi waliokuwa wamezoea bahari wakajua hii ni dhoruba mbaya sana. Wakaanza kumwita Bwana Yesu, Mwalimu, Mwalimu, tunaangamia, utuokoe. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawauliza, kwa nini mliogopa? Hamna imani bado? Wakaingiwa na uoga na kujiuliza, ni nani huyu hata upepo na bahari humtii? Na wewe ndugu yangu, je, Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele, au anabadilika? Imani yako ikoje? Iko katika Mungu? Mambo yanapokuendea vibaya, unakuwa kama wale wanafunzi au unasimama imara?
kuamini kwamba Mungu anaweza yote? Picha ya 19. Popote Yesu alipokwenda alifuatwa na watu wengi waliomsikiliza akifundisha. Siku moja mtu mmoja aliyekuwa kati ya wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo, akaja na kupiga magoti mbele ya Yesu akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Yesu alikubali, wakaongozana wote pamoja na umati wa watu. Kati yao alikuwako mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu kwa miaka 12. Alikuwa amezunguka kwa waganga wengi sana, lakini hakupata dawa ya kumponya. Aliposikia habari za Yesu, akaja nyuma yake na kugusa kanzu yake, kwa maana aliamini moyoni mwake kwamba nikigusa pindo la vazi lake tu nitapona. Alipoigusa, hapo hapo alipona. Yesu naye alipojisikia uwezo wa kuponya umemtoka, aligeuka nyuma na kuuliza, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wake wakamwambia, huoni watu ni wengi, utaulizaje ni nani aliyekugusa? Yule mwanamke kwa uoga akaja na kuanguka miguuni pa Yesu na kujitambulisha. Yesu akamwambia, mwanangu, imani yako imekuponya, enenda zako. Mnafikiri Yesu hakujua aliyemgusa ni nani? Yesu alijua. Alitaka tu yule mwanamke aseme kile alichokifanya. Hakuna chochote tunachoweza kumficha Mungu. Yeye anayaona mawazo yetu, husikia maneno yetu na kuona vitendo vyetu. Anajua kila kitu. Yeye Mungu ana uwezo wote. Mungu yuko kila mahali. Picha ya 20. Walipokuwa wakiendelea na safari, watu wengine wakaja kwa Yairo kumwambia binti yake amekwisha fariki, asimsumbue mwalimu. Lakini Yesu akasema, Yairo, usiogope, amini tu. Halafu akawaambia watu wasimfuate ila Petro, Yakobo na Yohana. Walipofika wakakutana na watu waliokuwa wakiomboleza. Yesu akawaambia, mtoto hajafa ila amelala tu. Wakamcheka sana, maana walijua kwamba mtoto amekwisha kufa. Yesu akawaambia watu wote watoke nje isipokuwa Yairo na mke wake pamoja na wale wanafunzi aliokuwa nao. Wakaenda pale palipokuwa na mwili wa yule mtoto. Yesu akamshika mkono akasema, msichana, nakuambia inuka. Yule mtoto akaamka na kusimama. Yesu akamkabidhi kwa wazazi wake, akawaambia wasimwambie yoyote ila wampe chakula yule mtoto. Twaweza kujifunza nini katika fundisho hili? Kwamba Yesu anao uwezo wa kufufua maisha, kitu ambacho mwingine hawezi. Na pia watu huogopa kifo, lakini tukiwa Wakristo hatuwezi kuogopa kwa sababu tunaamini na imani yetu iko katika Yesu Kristo. Na hata tukifa, tutakwenda kuishi pamoja na yeye mbinguni. Picha 21. Ilikuwa ni mila na desturi ya Waisraeli kukaa bila kuchanganyika na watu wa makabila mengine. Yesu akaondoka huko, akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba. Akataka asijulikane na mtu yoyote, lakini hakuweza kustirika. Ili mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na ile mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofoeniki. Akamwomba amtoe pepo
katika binti yake. Yesu akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye yule mwanamke akajibu akamwambia, naam, Bwana wangu, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Yesu akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule binti yake amelazwa kitandani na ile pepo amekwisha kumtoka. Kweli umeelewa maana ya somo hili? Yesu alikuwa akisema ya kwamba alikuja kuwasaidia Waisraeli, na kama vile alivyomsaidia yule mwanamke, hii ilikuwa kama vile baba anavyoweza kumpatia mbwa chakula cha watoto wake. Hili jambo linaonekana kuwa kali, lakini Yesu alionyesha upendo wa kweli kwa huyo mwanamke. Pia hakuonyesha kuudhika kwake huyo mwanamke. Ndiyo maana alikuwa akijibu kwa imani kubwa. Hata hivyo alisema, mbwa hula mabaki ya watoto yanayoanguka chini ya meza. Unyenyekevu wake ulionyesha ya kwamba anaweza hata kuyachukua mabaki yaliyoanguka chini ya meza. Unafikiri Yesu hapa alikuwa akifundisha ukabila? Hapana, alikuwa akijaribu imani ya huyu mwanamke ili aamini. Mungu anajishughulisha na watu wa kila mahali, hata rangi ya ngozi yao iwe ya namna gani, ama elimu yao ni ya namna gani na kadhalika. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 9 unatuambia ya kwamba Mungu hapendi yoyote apotee, lakini kila mtu aifikirie toba. Ni juu yetu kuwaambia watu wote habari hiyo njema. Picha 22. Yesu alitoka Tiro na kwenda Sidoni. Akiwa huko, watu wakamletea mtu ambaye alikuwa kiziwi na hangeweza kuongea vizuri. Walimuomba Yesu amponye. Yesu pamoja na huyo mtu kiziwi waliandamana na kutoka kwa umati wa watu na kwenda mahali pa faraga. Ndipo Yesu akatia vidole masikioni mwake. Pia Yesu akatema mate na kumgusa kwenye ulimi. Akainua macho yake akaangalia mbinguni na kusema, funguka. Mara moja huyo mtu alianza kusikia na kuona. Watu walishangaa kuona miujiza ya Yesu. Ndipo akawaambia wasimwambie mtu yoyote, lakini watu hawakuweza kuweka haya mambo kwa siri. Wakasema, amefanya kila kitu vizuri, hata huwafanya viziwi kusikia na bubu kuongea. Unaweza kufikiria jinsi mtu anavyojisikia akiwa hasikii wala haongei vizuri? Hawezi kusikia yale watu wanayoyasema, wala hawezi kusikia nyimbo nzuri zikiimbwa, na hawezi kuzungumza na watu. Lakini ndugu yangu, ni muhimu sana kwetu kuwa tunaweza kusikia vizuri neno la Mungu. Pengine unaweza kuwa unanisikia vizuri katika kanda hii, lakini masikio yako ya kiroho yawe yameziba na usisikie neno la Mungu. Pengine maneno yanatoka mdomoni mwako wakati unapoongea, na ikifika wakati wa kuambia wengine habari za Mungu, yale maneno hayatoki. Unahitaji Mungu akuguse na kuponya masikio na mdomo wako, ili uweze kusikia neno lake na kuongea ujumbe wake kwa watu wengine. Picha 23. Yesu na wanafunzi wake walikwenda Bethsaida. Wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza,
waweza kuona kitu? Akatazama juu akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake, akisema hata kijijini asiingie. Huyu mtu ambaye alikuwa kipofu na tena amekaa katika giza muda mrefu, alifurahi sana kwa kuwa angeweza kuona kila kitu. Ndugu zangu, kuna watu wengi ambao wako katika giza na macho yao hayawezi kuona. Simaanishi kwamba macho yao ya kimwili hayaoni, lakini macho yao ya ndani ama mioyo yao imefungwa na dhambi. Kama Yesu hayumo ndani ya maisha yetu, tunafanana na mtu huyu ambaye alikuwa kipofu akijaribu kutembea katika giza. Yesu anasema yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Kwa sasa natumaini ya kwamba hata sisi Mungu hutupatia hiyo nuru. Picha ya 24. Yesu alikuwa ameenda juu ya mlima pamoja na Petro, Yakobo na Yohana. Wakati walipokuwa wakirudi kutoka kwenye huo mlima, waliwaona watu wengi sana wakiwazunguka wanafunzi wale wengine pamoja na viongozi wa madhehebu mbalimbali. Walikuwa wakibishana nao. Wakati walipomuona Yesu, walishangaa na wakakimbia mbio kwenda kumsalimia. Ndipo Yesu akawauliza, mnabishana nini? Mtu mmoja akasema, Mwalimu, nimekuletea mtoto wangu ambaye amekuwa akisumbuliwa na pepo bubu, naye hutokwa povu mdomoni na kusaga meno na kukonda wakati huyo pepo anapomtupa chini. Niliwaambia wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, lakini hawakuweza. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa, akatokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Mara baba ya yule mtoto akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Naye Yesu akaona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru umtoke huyu, wala usimwingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema, amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faraga, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Pengine wakati mwingine unakuwa kama baba wa huyu kijana na kusema, naamini, lakini nisaidie kutokuamini kwangu. Huyu baba alikuwa akimaanisha nini? Nafikiri alikuwa akisema tu kutoka kwa mafikira yake ameamini. Kila kitu kwa Mungu kinawezekana, na huku akiwa na wasiwasi katika roho yake. Kuna wakati umekwisha kuwa hivi? Nafikiri ni kweli. Huyu baba alimuuliza Yesu amsaidie kuamini katika mafikira yake na kwa roho yake pia.